Jioni njema mpenzi mtazamaji wa NTV Mashinani, bila shaka umegonga ndipo kwa taarifa zinazokupa uhondo kamili kuhusu yanayochipuka kila nukta kila sekunde pale mashinani. Ni kwenye kaunti zote 47 ambapo kwa kawaida tunakuhusisha kwa njia moja kwa moja. Unaweza ukatuma video ya taarifa unayodhani inapaswa kumfikia mtazamaji mwenza. Sisi ni kina nani ila tu kuicheza, ama kweli hii ni yako. Leo ni mie na hodha wako Cecilia wa Kesho Mathuva. Moja kwa moja tuanze na kionjo cha tuliokuandalia. Sasa tulikuwa tumeenda mtoni hapo chini penye wanachemsha pombe. Sasa drum ikapasuka, yani kalipuka na ikatumwagikia. Naam, watu 4 wa Kipkeli wanauguza majeraha mabaya ya moto. Kiini walikuwa kipika chang'aa. Wafanya biashara wa kuuza kondoo kutoka soko la Limuru wanalalamikia hali duni ya biashara. Kanipeleka Kisingo Police Station, hawakunipa ruhusa kupigia wazazi wangu, wakaniadhibu na sasa hivi siwezi tembea. Kijana mwenye umri wa miaka 16 apigwa vibaya na watu wanaodaiwa kuwa maafisa wa polisi. Kwa nini? Na madereva watundu watumizi wa barabara ya Njoro Molo walalamikia ukosefu wa vizuizi vya barabarani. Bila shaka mtazamaji, kumbuka tumekuhusisha kwenye mitandao yetu ya kijamii. Toa semi zako pale tusemezane, na tutakuwa tunazichambua papa hapa kwenye taarifa hizi za NTV Mashinani. Lakini kabla ya kuingia mzima basi tuangazie yale ambayo yamegonga vichwa vya habari kitaifa, na ni kwamba aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua asema hataogopa kamwe kutokana na kile anasema ni matisho ya kila mara kutoka kwa polisi. Gavana wa Trans Nzoia anatafutwa na maafisa wa EACC kwa kile kinasemekana ni ufisadi kwenye kaunti yake. Majuma kadhaa yaliyopita alisema anashuku anakamatwa. Na mbunge wa Mumias Mashariki Peter Salasi ameachiliwa kwa bondi ya shilingi 500,000 au pesa taslim shilingi 200,000, akishtakiwa kwa madai ya kuchapisha taarifa za uongo mitandaoni. Aliyekuwa jaji mkuu David Maraga amefika nchini Tanzania kwa kesi dhidi ya mpinzani mkuu wa Rais Samia Suluhu, Tundu Lissu. Wanaharakati wengine wamefukuzwa Tanzania na nchi hiyo. Karibu mtazamaji. Watu 4 kutoka Karimoru wadi ya Kanyak katika eneo bunge la Kipkelion Magharibi wanauguza majeraha mabaya ya moto baada ya chombo lichokuwa kitumia kutengeneza chang'aa kulipuka ghafla. Ripoti zinasema walikuwa wakitengeneza pombe hiyo haramu umbali wa kilomita chache tu kutoka kituo cha polisi cha eneo hilo. 4 hao wamelazwa katika hospitali ya rufaa ya kaunti ya Kericho. Niko katika hospitali ya rufaa ya Kericho County Referral Hospital, ambapo watu 4 kutoka eneo la Karimoru, eneo bunge la Kipkelion West, wamelazwa katika hospitali hii. 4 hao wanaaminika kuwa walikuwa wanachemsha pombe aina ya chang'aa walipochomeka na kupata majeraha mabaya. Sasa tulikuwa tumeenda mtoni hapo chini penye wanachemsha pombe. Sasa drum ikapasuka, yani kalipuka na ikatumwagikia. Kwanza mimi nilimchamba sana. Ile kitu ninajua walikuwa kazi kama watu wale wengine walikuwa wanafanya kazi. Ni bahati mbaya ikatokea, lakini mimi nilikuwa nikiomba serikali kama wanaweza ngangana wamalize hiyo kitu inaitwa pombe kwa hiyo kijiji, ni mzuri zaidi. Walisema walikuwa wanachemsha pombe ikawalipukia, na walikuwa wamekaa hapo wakisongeza kuni juu baridi ilikuwa mingi. Walikuwa wamesongea jikoni sana sababu baridi ilikuwa. Sasa kama wako pale hivi chini, moto ikalipuka, hiyo pombe ikalipuka, hiyo drum ya pombe ikalipuka. Sasa ikawachoma, kuwachoma kabisa.
wamechomeka kabisa. Tumehusunika kabisa kwa sababu hii ni kitu yenye inajulikana, pombe inachemushwa, mahali inachemushwa inajulikana na kila mtu. Sasa tunaomba usaidizi, mtusaidie juu watoto wakunya wataisha sababu ya pombe. Na hiyo biashara imetusumbua sana kwa muda mrefu. Tumejaribu, serikali jaribu kuimaliza, lakini hongo kwa maofisa wa mapolisi, kwa machief, administration yote kwa jumla, hiyo shida iko. Na hata vijana wetu, wasichana, ukipata hata wale ambao wamelazwa huko, wengine ni wasichana na wameungua pia. Kwa hivyo hiyo biashara imetudhuru. Watoto wetu pia wamekuwa miraibu, pia wamezidiwa. Hakuna kitu wanafanya, ni kukunywa chang'aa tu. The 4 patients had very serious burns, and we had 2 males and 2 females. And the patient had they had very serious burns. In terms of percentage, the one male had 32% and the other female had 32%, but the other 2 had less than 10% burns. And in our hospital, when they came, we were actually able to stabilize them. We did the fluid management and saline bath, and actually we were able to manage pain. Currently, the patients are doing well, and we are continuing with treatment. Winnie Chepkemoi, NTV Mashinani kutoka kaunti ya Kericho. Na asante sana Winnie. Bila shaka mtazamaji, tunatumai kwamba wote waliofikwa na hali hiyo basi watakuwa wanapata afua ya haraka. Na familia moja kutoka kijiji cha Watamu, kaunti ya Kilifi, inalilia haki baada ya kijana wao wa umri wa miaka 16 kupigwa vibaya na kujeruhiwa na watu wanaodaiwa kuwa maafisa wa polisi kutoka kituo cha polisi cha Kizingo, gatuzi dogo la Malindi. Nadaiwa kijana huyo ambaye ni mwanafunzi wa kidato cha 3 katika shule ya upili ya Barani alikuwa kwenye matatu kuelekea nyumbani pale alipotofautiana na mzee mmoja na akapelekwa katika kituo hicho na matatu hiyo. Alikuwa kwa ndani ya gari kwa anaelekea nyumbani, nimetoka shule. Kwa naongea story na marafiki zangu kwenye gari. Mzee fulani akataanza kutuambia sisi tuna tabia mbaya. Akasema mimi ni mjeuri. Kanipeleka Kizingo police station. Hawakunipa ruhusa kupigia wazazi wangu. Wakaniadhibu kwenye miguu. Na sasa hivi siwezi tembea, siwezi enda shule. Mitihani inaendelea na mimi nimeumia na siwezi kwenda shule. Sasa nimekosa mitihani yangu yote kwa shule, siwezi kwenda shule, kwa hali yangu ni mbaya. Kitu ilinishangaza ni kwa nini askari wa Kizingo na mtoto wangu anaishi Watamu. But kwa sababu nilikuwa nimepigwa hiyo simu, ilibidi nitoke haraka, nikimbie niende Kizingo. Nilipofika huko, wakaniambia walikuwa wamemshika mtoto wangu kwa sababu wamekosana na mtu kwa gari. Lakini walikuwa wamempiga na walikuwa wamemuumiza. Huyo mwenye alimpeleka mtoto wangu Kizingo police station ni kama alikuwa anajuana na huyo askari. Ndio huyo askari akaenda akamwadhibu. So nashangaa kwa nini walifanya kitu kama hicho, na askari ni watu ambao wanafaa kutusaidia sisi wananchi, wala sio kuumiza mtoto mdogo ambaye ako miaka 16 na alikuwa ametoka shuleni, ako na school uniform, ametoka shuleni saa 12, wanashika mtoto wanamwadhibu vibaya mpaka hizo alama ukiona zinashtua. Yule conductor wa ile matatu pale Kizingo, kuna ofisa ambaye ni rafiki yake na yende alimpigia akacoordinate hiyo nini, ndo ikabidi amchukue kijana aende amwache Kizingo. So tunaomba serikali kupitia conductor huyo wa hiyo matatu pamoja na wale officers wa polisi, ni lazima haki ya huyu kijana ipatikane, kwa sababu ni kama mnavyojua kwamba saa hii mitihani inaendelea na hii familia wamemtegemea huyu kijana wao. Leo kijana ni siku ya 3 hajaenda shule. Na naomba msaada kwa serikali nipate haki.
Haya, mtazamaji, kutoka kaunti ya Kilifi tuelekee hapa tu kaunti jirani ya Kiambu, ambapo wafanya biashara wa kuuza kondoo kutoka soko la Limuru wanalalamikia hali duni ya biashara, huku baadhi yao wakilazimika kuacha shughuli hiyo kutokana na ukosefu wa wanunuzi na mzigo wa kodi wanazolipishwa na serikali. Tufike kule tumpate Abraham Gadesha atujuze zaidi. Wafanyabiashara wa kondoo Limuru walalamikia hali duni ya biashara, wengi wakisema imekuwa hasara tupu tu. Tusikize baadhi ya malalamishi yao. Biashara hii nimeifanya kwa miaka 15, lakini hii biashara mimi sijaona wakati mgumu kama huu tunapitia wauzaji buzi, kwa sababu pesa hakuna, wanunuzi ni wachache sana, tana imekuwa chini, hatujaona namna hii miaka yote tumefanya kazi. Watu pesa kwa mfuko kwa hawana, vile tuliambiwa tuweke pesa mfukoni ni kama wananchi hawana pesa kwa mfuko. Juu hii miaka nyingine nimekuwa nikifanya kazi, pesa imekuwa ikiflow, wananchi walikuwa wananunua kondoo. Sasa siku hizi tukipata muuzaji moja, sisi wote kama 10 tunakuwa tunapigania huyo mnunuaji. Kusema kweli biashara yetu imekwama na imedhoofika kihali ya kwanza. Hali ya kwanza ya kutokuwa hatuna fedha ya kujikimu na kudumisha biashara yetu. Tumezoteka kutosha, na tunaomba serikali kama tu ingejaribu tu angalau iangalie huyu mfanyabiashara wa chini, na vitu kama mafuta ya petroli ndio transport iwe chini kiasi. Ndio sasa wakati tunapata nafasi ya kwenda huku tunachukua hizi makondoo kwa mazaini pale za Narok, pale za Kajiado, na inatugharimu sana. Tuangalie pale ya mafuta kwa budget kujao, yakipaga mpango wa budget na kuja. Angalie mfanyabiashara wa chini hali aweze kuinuka kiasi ndio tuweze kujikimu. Pengine kunao wameacha biashara sababu ya hali duni ambayo iko katika biashara yenu. Hiyo ni ukweli kabisa. Hata kwa hii biashara tulikuwa na watu kama 50 walikuwa wanaenda kujichukulia kondoo zao, wanaleta hapo na kuuza. Na sasa wamebaki watu kama 35. Kwanza kwa hivyo asilimia kama ya 15 hivi yameweza kuacha hii biashara, na asia pale tu wameenda pale pengine unaona tu wakizurura na pesa zao zimeisha. Kulingana na hali ya biashara mahali tuko ni kusito. Hii maisha ni masito. Kulingana na biashara inakuja, mtu anakuja, mnunuzi anakuja, tunafurutana akisema anataka kondoo ya 15, anasema mwingine anasema iko ya 10, anaangalia hiyo ya 10, tunafurutana hivyo, tunangangana. Unaona hiyo biashara inakuwa gumu sana. Ile kondoo tulikuwa tunauza 15, sasa inakuja mpaka 13 na hakuna mnunuzi anakuja. Matumaini ya wafanyabiashara hawa ni kwa serikali kuwapunguzia baadhi ya kodi ambazo wanalipa ili waweze kupata faida katika biashara hii. Abraham Gadesha, runinga ya NTV Kiambu. Haya, bila shaka mtazamaji, ni taarifa za NTV Mashinani. Tunasema hii ni yako, manake unaweza ukachangia kwa njia yoyote ile, hususan ukituma video yako. Basi sisi hapa hatuna la ziada ila tu kuicheza ili mfikie mtazamaji mwenza katika eneo lile aliko. Lakini cha msingi zaidi, tunapumua, lakini tumekuhusisha kwenye mitandao ya kijamii, manake tunakuuliza leo hii swala zima la uuzaji wa pombe ya chang'aa. Sijui umeshuhudia yapi? Tuzungumze @NTV Kenya @SWakesho_. Kwa sasa na kuacha na haya yajayo, ambapo pombe ni kitu haramu, ni kitu haramu. Hata kuleta mwenyewe unakuja unarudisha tu. Wazee na vijana mpakani ya Kenya waliokuwa wezi wa mifugo wameamua kuweka silaha chini. People come to me and they say they get discomfort when they have ice cream. Can you imagine that? Avoiding having cold ice cream. Sensodyne gives you long-lasting protections against sensitivity. And people come in and they're like, oh, it works. I can have ice cream and I'm not in any discomfort. I recommend Sensodyne because it works. It's brilliant.
Dettrex protects you and your family from disease-causing germs. That's why I choose Dettrex. Allowing the freedom to be yourself. Endorsed by Kenya Progressive Nurse Association. Bidhaa bora kutoka Pwani Oil Limited. The wait is over. The stage is set. This is a battle of legends. On May 31st, we roar and cheer on the strongest, the fastest, the most driven at the Absa-Kip Kano Classic Continental Tour, where heartbeat echoes determination. Every stride pushes the limits of greatness. Who will rise? Who will break records? Who will curve their name in history? Strength, speed, passion. This is where the world unites. Are you ready? This is NTV. Yajayo katika NTV jioni. What happened is that they wanted to plant weapons in my convoy and they wanted to use chemicals so that they can paralyze our brain the way they did to Kenneth Matiba. Rigathi Gachagua dai serikali ina njama kumwangamiza kwa kutumia sumu. Gavana Natembeya kamatwa na maafisa wa EACC, vurugu vurumai za shuhudiwa nyumbani kwake. Jaji mkuu mstaafu Willy Mutunga na wanaharakati wa furusha nchini Tanzania. Watu 5 waaga dunia katika mkasa wa moto mtaani Mathare. Nivea Black and White Deal, now with 72-hour protection. But what does that mean? 3 cities in 3 days and no fear of sweat. 120 dances with skin as smooth as the moves. Sweat, stain, and skin protection. Nivea Black and White Deal. Skin is for embracing life. Nivea is for skin. I am Dennis Ombachi, the roaming chef. Introducing Ajab Premium Maize Meal. Premium whiteness, done. Premium aroma, done. Premium softness, done. Bei nafuu, done. Ingia ligi ya kipekee na Ajab Premium Maize Meal. Karibu tena mtazamaji, tuendelee ambapo wakazi wa kijiji cha Mutethia eneo bunge la Buri wameachwa na huzuni kubwa baada ya moto kutokea usiku wa kuamkia Jumatatu na kuangamiza watoto wawili. Kulingana na wakazi waliozungumza na NTV Mashinani, waliona moshi mkubwa ukitoka kwenye nyumba hizo na kuanza kuzima moto huo, ila hawakufanikiwa kuokoa watoto hao. Hali ya huzuni imetanda katika kijiji cha Mutethia, eneo bunge la Buri, kaunti ya Meru, baada ya moto kutokea usiku wa kuamkia leo na kuangamiza watoto wawili. Moja kwa moja tutaweza kuzungumza na wakazi wa hapa ili watuambie kilichotendeka usiku wa kuamkia leo. Mimi nilikuwa natoka shughuli zangu, sasa nikifika vile nifika kwa njia nikaona moto ikiwa mbali. Moto ilikuwa kubwa sana na majirani waliweza kukuja wakaweza kutusaidia, lakini hata hivyo waliweza kutusaidia, watoto hawakuweza kuokolewa. Watoto wawili waliangamia na hata vitu asikuweza kuokolewa. Watu wengi vitu zao ziliangamia sote. Sasa tunaweza omba usaidizi, mwenye anaweza tusaidia tuweze kusaidia hata hii familia. Tumekaa na yeye miaka miwili, akaniambia kuna kaseni yake anataka akuje. Juu nyumba ilikuwa empty, nikamwambia akuje na akakuja. Akakuja na watoto wao wawili na yeye akachukua hiyo nyumba. Alikuwa atuchichana wawili, moja ni karibu miaka 5 to 6, wengine ni 2.5 to 3 hapo tu. Tunateseka sana. Juu karibu manyumba 10 Mutethia huko juu Kithithina na tusaidiki. Tunaomba watusaidie na simama toka livu.
tunateseka sana, na hakuna kitu tuweza kuokoa. Pia watoto hawakuweza kuokolewa. Majirani walikuja after nduru kupigwa, wala wakasaidia kuokoa vile waliweza. Pengine mliweza kuingia kwa ile nyumba aje? Na nimesikia pia ilikuwa imefungwa kutoka nje. Okay, hatukuweza kuingia ndani kwa sababu moto ilikuwa imesambaa kila mahali. Lakini watu walipokuja walijaribu na maji ikatumika kuzima vile inawezekana isisambae kwa hizo nyumba zingine. Kitu kingine pale ilitokea mkasa kama huo na ikuokolewa chochote. Ila hali ya kupatikana maafa pale, lakini vitu zote hakuna kitu kiliweza kuokolewa. Ilikuja late baada ya moto kusimwa ambayo ingeweza kusaidia chochote. Pengine kumeathirika familia kama ngapi? Hapa tunaishi katika hii plot, tunaishi tukiwa familia 8 na wote hakuna mtu anaweza sema kuna kitu chochote ambaye anaanza maisha unaanza upya. Pamoja na usuni ya kwamba watoto wamekufa na ni watoto wetu pamoja, kwa maana tukiwa pale bado ni watoto wetu. Na sisi sasa bado tukiwa pale tuko na usuni vitu zote, hata sasa tujui tuko wapi, kwa maana sasa hata ukiangalia venye kuko unaona venye kuko. Kutoka kijiji cha Mutethia sina la ziada, nikiripotia NTV Mashinani. Jina langu ni Sam Wanyoike. Haya, bila shaka mtazamaji, tunaposonga mbele tuelekee Turkana ambapo wazee na vijana mpakani ya Kenya na nchi jirani za Uganda na kusini ya Sudan na pia kaunti jirani ya Pokot Magharibi waliokuwa wezi wa mifugo wameamua kuweka silaha chini na kubadili mkondo wa maisha. Hii ni baada ya wao kuishi kwenye umaskini, wakisema wajawahi kufaidika na wizi wa mifugo. Baadhi yao kwa sasa wanaishi na ulemavu uliotokana na risasi wakati wa wizi huo. Peter Warutumo anatuarifu zaidi. Asante sana mwenzangu pale studio zetu za NTV Mashinani. Ninakujia moja kwa moja kutoka kaunti ndogo ya Loima nikiwa hapa Lokiriama ambako wazee na vijana zaidi ya 100 wamekutanika. Hili ni eneo ambalo limekuwa na utovu wa usalama kutoka kwa majangili ambao wamekuwa wakihusika na wizi wa mifugo, mauaji, utekaji nyara na mambo mengi ambayo yamekuwa yakileta utovu wa usalama sehemu hii. Wezi hawa wa mifugo wamekuwa wakitoka sehemu hizi za Turkana, Lorengipi, Lokiriama, Urum na upande wa Pokot na upande wa Uganda, hasa zaidi ikizingatiwa kwamba jamii za Karamoja na Jie ndio wanaoishi huko. Jamii hizi zimekuwa zikizozana sana na jamii za Turkana ambapo wizi wa mifugo umekuwa ukiendelea, mauaji, mpaka familia nyingi sana zimewachwa upweke na familia nyingi kuachwa zikiishi maisha ya uchochole. Naendanga napigana na watu wa Ekwanda na Wajie, Dozo, Topoza. Haya hawa anakuja kichukua ng'ombe yetu, alafu na sisi na maridadi yangu hii yote ya mguu hii na mkono hii ya mguu hii anapika kwa ng'ombe yangu. Nanyang'anya na hii makari moja na tepezi na pakoti kwa hii boda Lumokori. Wazee na vijana wapatao 100 sehemu hii ya Lokiriama na mpakani mwa Kenya na Uganda wameweka silaha zao chini na kukumbatia na kutafuta njia mbadala ambaye ni biashara. Sasa tumeamua kwa hii grupu tumeamua kukaa. Hii grupu anipe akili ya biashara na ile kutengeneza ile magurufu. Serikali yetu anakuja kubembeleza sisi, anasema wacheneni hiyo maneno hii. Baadhi ya wazee ambao nimeweza kutembelea na kunena nao, wengine wanaishi na ulemavu ambao uletwa na risasi, na kuna wengine ambao wanaishi na risasi zilizobakia ndani ya mili. Wengine wanalia wakisema kwamba familia zao zimebaki chochole na hata familia zingine zimebaki mtu mmoja baada ya hawa kuuawa kufuatia wizi wa mifugo. Sasa wakati mimi anapika mkono hivi, mimi alikuwa na watu 5. Lakini sasa hii mimi naona kumbe hiyo mambo yalikuwa mbaya. Lakini na wachana hiyo mambo. Serikali kama imefanya hivyo, bas sawa, nimeshukuru. We have been working with them for many years.
So we decided it's time we have to give them funds for doing business. They have decided to hand over their guns to the government, and they have decided also to stop raids. These guys have been active raiders, and most of we have 4 elders here who have been supporting us in peaceful coexistence on the issue of recovery of the animal and also following up of the abducted children. Wazee pamoja na vijana hao watapokea kila mmoja shilingi 25,000 ili kuanza maisha upya. Nikiripotia runinga ya NTV nikiwa Lokiriama, mimi ni Peter Warutumo. Asante sana Peter Warutumo. Waswahili wanasema hata mui huwa mwema. Asante sana. Bila shaka mtazamaji, tunapotoka hapa studioni kidogo tutazame mnasema nini kwenye mitandao ya kijamii, na tuko na mtandao wa Facebook pale ambapo kauli zimeendelea kumiminika, lakini nisome 2-3. Kairetu Kamwangi anasema sidhani kuna chang'aa hapa kwetu, not sure enough. Alafu kuna Chalo Walker ambaye anasema hiyo pipe ikitokana na mmekaa karibu nayo itawarushia hiyo changamoto sana, 1000 degrees Celsius. Phoebe Okwako anasema ni tamu kama asali. Naipenda sana. Alafu kuna mmoja hapa pia anasema wakesho kunywa soda yako na usiguse chang'aa. Ni baadhi tu ya kauli zenu ambazo zimeendelea kumiminika kwenye mitandao ya kijamii, lakini kwa ajili ya muda sitaweza kuzisoma zote. Tuendelee kuzungumza mtazamaji. Kwa sasa nataka nikuache na tukafunge. Je, unajua ni kipi mtu hukiona wakati anabatizwa? Basi majamaa wamekuwa wakimtafuta Yesu chini ya maji wamuone wakati wa kubatizwa. Tazama jinsi wanamtafuta mtoni. Mimi nikiondoka kwenye studio hadi kesho, naitwa Cecilia wa Kesho Mathuva, na kutakia jioni njema. Kwa heri. Jina la Baba na la Mama. Je, umemwona Yesu? Hapana baba mchungaji. Umemwona Yesu? Bado baba. Bado? Umemwona Yesu? Baba una hakika alizama hapa? Yuko hapa. Haya baba. Umemwona Yesu? Sitaki kumuona. Malaika mtawala umemwona? Sitaki kumuona. Hata malaika mtawala hujamwona? Nimemwona. Ukamige tena. Nimemwona. Umemwona malaika mtawala? Yesu umemwona? Hapana bado. Yesu hujamwona. Malaika umemwona? Nimemwona. This is NTV.